Huenda tezi na omo hurejea ngamani. Mimi ni Gerson Msigwa, nikiwa ngamani katika taaluma yangu ya uandishi wa habari na utangazaji. Na kukaribisha katika makala ya kuangazia safari ya miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makala hii itajielekeza kupaza sauti zenye maoni, mtazamo, uchambuzi na fikra tunduizi kutoka kwa viongozi wa serikali, bunge na mahakama, wadau mbalimbali walioguswa na utendaji wa serikali ya awamu ya 6, wakiwemo wananchi walioiweka serikali madarakani kwa makubaliano ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM kilichoomba kupatiwa ridhaa ya kuunda serikali. Miaka 4 inayolengwa katika makala hii inaanzia tarehe 19 Machi mwaka 2021, siku ambayo mwanamke wa kwanza Tanzania aliapishwa kushika nafasi ya juu ya uongozi wa nchi, yani Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namzungumzia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye kabla ya kuapishwa alikuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliapishwa Ikulu jijini Dar es Salaam, ikiwa ni siku 2 baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Simulizi ya uongozi mahiri ulioshibishwa na misingi ya utu, usawa, haki, utawala bora, uliodumisha amani, umoja, upendo na mshikamano wa taifa imejikita katika masuala muhimu yaliyojibu mahitaji ya Watanzania. Kwa kifupi, imekuwa ni miaka 4 iliyoshuhudia hatua kubwa za kiuchumi, ambapo ukuaji wa pato la taifa umeongezeka kutoka wastani wa 4.8 hadi 5.6. Mfumuko wa bei kudhibitiwa hadi wastani wa 3 kutoka 3.1. Ongezeko la mapato ya kodi kutoka shilingi trilioni 1.47 hadi shilingi trilioni 3.2, na kuongezeka kwa mauzo ya nje kutoka dola za Marekani bilioni 8.81 hadi dola za Marekani bilioni 14.66. Matokeo ya kufanya vizuri katika uchumi ni kuimarisha ustawi wa jamii katika nyanja zote za kiuchumi, kijamii na kisiasa. Tafakari ya miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaweza kufanywa kupitia falsafa yake ya R4 za kimombo, ambazo ni reconciliation, yani maridhiano, resilience, yani ustahimilivu, reform, yani mabadiliko, na rebuilding, yani kujenga upya. Swali kuu la makala hii, safari hii ya miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Samia ilikuwa ya namna gani? Nje ya yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais, wengine wanasemaje? Mheshimiwa Rais baada ya kuchukua hatamu za uongozi ameongozwa na mambo mawili makubwa. Kwanza, kuna kauli mbiu yake maarufu sana, kazi iendelee, kwa maana kwamba ataendeleza miradi yote iliyokuwa inatekelezwa na watangulizi wake. Kwa hilo la kwanza. Lakini baada ya muda mfupi pia akaja na falsafa yake, falsafa ya R4. Sasa falsafa hii ndiyo imeongoza mageuzi makubwa ambayo tumeyaona katika miaka hii 4 ya utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kweli lengo ni kujenga nchi ambayo ina usawa, nchi ambayo watu wake wanaheshimiana, wana maelewano mazuri, wanaishi kwa amani miongoni mwetu sisi sote kama wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli Mheshimiwa Rais anastahili pongezi. Kazi imeendelea kweli kweli. Hakuna mradi wowote mkubwa ambao umesimama. Na wote tunafahamu, nitatoa mifano michache.
kulikuwa na daraja kubwa zaidi ya kilomita 3 Kigongo Busisi ambalo linajengwa Ziwa Victoria. Mradi huu sasa karibu naisha. Tumeshuhudia ujenzi wa meli kubwa Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, ukarabati wa meli zilizopo. Hii ni miradi mikubwa sana, haijasimama. Lakini tuna ule mradi wetu mkubwa wa kuzalisha umeme kwenye bwawa la Mwalimu Julius Nyerere kwenye mto Rufiji. Hii nalo karibu imeisha kabisa, bado asilimia kidogo, lakini tumeshaanza kufaidi umeme kutoka kwenye bwawa lile. Lakini wakati Mheshimiwa Rais anapokea kijiti cha madaraka baada ya Dr. John Pombe Magufuli kufariki, tulikuwa pia tuna mradi mkubwa wa kufufua shirika letu la ndege. Na Mheshimiwa Rais ameendelea kununua ndege mpya, ikiwemo ndege kubwa ya mizigo, kuweza kusafirisha mizigo yetu kwenda nje, lakini viwanja vya ndege, barabara za kuunganisha mikoa, zote zinakwenda vizuri. Sasa kwa upande wa mageuzi sasa makubwa, mageuzi yaliyofanyika ni mengi. Mheshimiwa Rais ameongoza mageuzi ya kisera, ameongoza mageuzi ya kisheria, amefanya mageuzi ya kimuundo, lakini pia kiutawala. Uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan umefanya vizuri katika nyanja zote za kiuchumi, za huduma za jamii na hata kugusa mtu mmoja mmoja. Ukitazama awamu hii au kwa miaka hii ambayo amekuwa madarakani, bila shaka sote ni mashahidi kwamba miradi mikubwa imefanyika, kazi kubwa imefanyika. Miradi yote ambayo haijakamilika tuna hakika itakamilika, kwa sababu mingine ni mikubwa sana, huwezi kumaliza katika awamu moja. Kama reli, maana reli inatakiwa ifike mwisho wa Tanzania lakini ingie na nchi jirani. Kwa hiyo yote hiyo hatuna shaka kwamba itakamilika, na kwa maana hiyo mtazamo wetu ni kwamba tukiendelea na sera tulizokuwa nazo, uongozi tuliokuwa nao, lakini kikubwa zaidi ni amani ya nchi tuliyokuwa nayo, basi hatuna shaka tutapiga maendeleo katika nyanja zote, kiuchumi, kiutamaduni, kijamii, na kwa maana hiyo tuna kila sababu ya kuamini kwamba maendeleo yatakuwa makubwa zaidi. Pamoja na maoni ya jumla, viongozi wetu wakuu wana maeneo mahususi wanayoyasimamia. Wanasemaje kuhusu maeneo hayo? Chini ya uongozi wake yeye mwenyewe, mwana mazingira namba 1, tumefanya jitihada kubwa kuendeleza kampeni ya kupanda miti nchi nzima. Na maelekezo ni kwa kila halmashauri kupanda miti 1.5 milioni kwa kila mwaka, na kuhakikisha kwamba miti hiyo inatunzwa na inakuwa. Tunashukuru sana uhusiano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ni mzuri sana. Tunashirikiana kwa mambo yote. Zile zilizokuwa zinaitwa changamoto za muungano zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Zilizobakia chache zinafanyiwa kazi. Kwa hiyo hatuna wasiwasi kwamba huko tunakokwenda uhusiano utazidi kuimarika na changamoto zitazidi kupungua. Ni dhahiri, jitihada zilizofanywa na serikali ya awamu ya 6 hazikuishia katika kuangalia muhimili mmoja tu wa utawala, bali pia bunge. Bunge ndicho chombo kilichopewa mamlaka ya kutunga sheria na kuisimamia serikali, kupokea, kuchambua, kujadili na kupitisha bajeti ya serikali, na kufanya maamuzi mbalimbali yanayopaswa kutekelezwa kwa maslahi ya wananchi. Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaongozwa na wakili msomi, mbunge wa Mbeya mjini na mbobezi wa sheria. Katika hayo maeneo yote tumekuwa tukifanya kazi vizuri sana, na nyinyi mnafahamu sheria nyingi kipindi hiki zimetungwa, na kwa kweli
Bajeti imepitishwa pia kwa kiasi kikubwa, lakini pia kwa upande wa ushauri ambao tumekuwa tukiipa serikali kama upande wa bunge, imekuwa kwa kweli ikiuchukua kwa uzito kabisa na inatekeleza. Lakini pia kwa upande wa kuisimamia serikali, yale ambayo sisi tunaisimamia serikali katika ngazi ipi? Tunaisimamia serikali kwa maana ya taarifa ambazo zinaletwa na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali, yale mambo yanayoonyesha kwamba hayajafanyika vizuri, basi sisi tunaweza kuisimamia serikali kwamba hapa kafanyani hivi, kafanyani hivi, kafanyani hivi. Wakati huo tukifikia hayo maazimio yanapokwenda upande wa serikali, wanayafanyia kazi. Yako ya muda mfupi ambayo yameshakamilika, yako ya muda wakati, mengine yamekamilika, mengine yako kwenye kukamilika, yako ya muda mrefu ambao serikali bado inayafanyia kazi, kwa maana ya kwamba wameingiza katika ule mfumo wao wa utendaji wa kawaida. Kwa hivyo tunataraji kuona matokeo hapo baadaye. Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo tunashuhudia hivi leo tuna ukarabati mkubwa wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja ule kwa miaka mingi tangu umejengwa ulikuwa haufanyiwi ukarabati mkubwa. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha nyingi zaidi ya bilioni 31 kwa ajili ya uboreshaji, marekebisho na ukarabati mkubwa katika uwanja ule. Hivi karibuni serikali imesaini mkataba wa ujenzi wa uwanja mkubwa pale Arusha. Imesaini mkataba wa ujenzi wa uwanja mkubwa hapa Dodoma. Yote hayo ni katika kuimarisha sekta ya michezo nchini. Lakini tunaona kuna mfuko maalum wa kuendeleza vipaji vya sanaa nchini chini ya ofisi yetu ya sanaa ya taifa. Kongamano kubwa la Kiswahili limefanyika kule nchini Cuba. Tunaona namna ambavyo Kiswahili kitakuwa ni barabara ya kupitisha uchumi wa Tanzania kwenda kwenye mataifa mengine kwa maana ya shughuli za kibiashara, kupitisha mahusiano mengine yote ya kijamii na ya kiuchumi kwa ujumla, na hasa katika kuwaletea uchumi mzuri wa Tanzania na mwisho wa siku kuendeleza taifa letu. Muhimili huu wa mahakama unaongozwa na jaji mkuu, wakili msomi na mbobevu wa sheria, na mmoja wa wanasheria wenye heshima kubwa duniani katika ulingo wa sheria. Profesa Elisante Ole Gabriel, mtendaji mkuu wa mahakama, anaeleza miaka 4 ya awamu ya 6 ilikuwa ya namna gani kwa muhimili huu wa mahakama. Sasa tunapozungumza vituo jumuishi, ni mageuzi makubwa sana katika masuala ya utoaji haki. Kwa sababu maana yake ni nini? Unakuwa na zile ngazi zote 5 za mahakama katika jengo moja, na kwa takwimu za sasa tulizonazo ni kwamba katika mahakama za mwanzo tayari tumeshakuwa nazo 960 katika nchi hii. Unapozungumzia mahakama za wilaya, ambazo wilaya za kiserikali ziko 139, lakini tayari katika wilaya 136 tuna mahakama za wilaya. Ni mafanikio makubwa sana, na hata hizo kama 3 zilizobaki ni muda mfupi ujao, ambayo ni hapa Chamwino, Mkalama na Ikungi, tutakuwa tumemaliza, kwa sababu la Chamwino limeshaanza, Ikungi imeshaanza na Mkalama imeshaanza. Tunakwenda vizuri. Mahakama za hakimu mkazi ziko 30 na mikoa tuna 26, kwa hiyo zaidi ya mikoa ya kawaida iliyojulikana, na mahakama kuu tayari sasa tuna kanda 20, kwa sababu tuna operate kwa maana ya kanda, na mahakama ya rufani 1. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alipokuwa anaingia madarakani, idadi ya majaji wa mahakama kuu, idadi ya majaji mahakama ya rufani haikuwa kama ilivyo sasa hivi. Mfano tu, mahakama kuu walikuwa na majaji 76 mwaka 2021. Leo tunazungumzia idadi ya majaji wa mahakama kuu 105. Mwaka 2021 alipokuwa anaingia madarakani, majaji wa mahakama ya rufani walikuwa ni 17. Lakini hivi tunavyoongea majaji wa mahakama ya rufani ni 39. Kwa Tanzania sasa, mahakama ni moja kati ya taasisi za umma kinara, ndio kinara kwa matumizi ya mifumo ya tehama katika mambo mengi. Kwenye uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sasa hivi ameweza kuteua majaji wengi wa mahakama ya rufani, na wengine ukiwaona wanaweza kuwepo kwamba wanaweza wakaendelea kuwepo kwenye mahakama ya rufani takriban hata ndani ya miaka 10 mbele, kwa sababu wengi wameteuliwa kwa na miaka midogo ya kustaafu. Na ukitaka kuelewa zaidi hili, kwa sababu kwamba mahakama kuu jaji anastaafu kwa miaka 60, lakini mahakama ya rufani anastaafu kwa miaka 65.
Sasa pale ambapo unakuta jaji anateuliwa kwa miaka 45 kwenda kwenye mahakama ya rufani, nadhani unaweza ukamwona na miaka karibu 20 kuwepo pale, maana yake hata kuendeleza na anakuwa na nguvu ya kufanya kazi katika mahakama juu ya nchi au Supreme Court ya nchi yetu. Uandishi wa habari unatajwa kuwa muhimili wa 4 usio rasmi. Hii ni kutokana na ukweli kwamba utekelezaji wa majukumu ya uandishi wa habari unapaswa kuzingatia uhuru wa vyombo vya habari na waandishi wa habari wenyewe. Ni uhuru wa kupata habari, uhuru wa kutekeleza majukumu yake bila vikwazo, uhuru wa kuchakata na kutangaza ama kuchapisha habari na taarifa mbalimbali, na haki ya kulindwa. Katika miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, imeshuhudia ongezeko la vyombo vya habari, waandishi wa habari na kazi za kihabari. Sasa tuna magazeti 179, majarida 174, vituo vya redio 247, vyombo vya habari vya mtandaoni 355 na televisheni 68. Wadau wenyewe wa habari wanasemaje? Tanzania ni mashuhuda. Hakuna magazeti yanayofungiwa kama ilivyokuwa kipindi kile. Hakuna magazeti na redio zinazofungiwa, mitandao ya kijamii kama ilivyokuwa kipindi kile. Yaani ilikuwa imeshakuwa kawaida kuamka asubuhi gazeti fulani limefungiwa. Yanaweza kuwepo matukio isolated machache. Nafikiri katika miaka 4 yamefungiwa magazeti 2. Na magazeti hayo kwa kosa ambalo na baadaye na wenyewe walilisahihisha, lilifungiwa kwa wiki 2 kwa kuandika habari ambayo haikuwa ya kweli. Baadaye na wenyewe walikiri kupitia gazeti lao. Baada ya sasa Rais Samia kufanya hayo marekebisho, vyombo vya habari vikafunguliwa. Sheria mwaka 2023 ilirekebisha ile sheria ya magazeti. Taarifa ya mwaka ripoti ya uhuru wa vyombo vya habari duniani ya mwaka 2024 ikaipandisha Tanzania kutoka nafasi ya 143 mpaka nafasi ya 97. Kuna maendeleo makubwa sana yaliyofanyika. Kuongezeka kwa vyombo vya habari vyenyewe, pia uhuru wa kuripoti umebadilika, umekuwa mpana zaidi, na mpaka sasa kwa rekodi ilivyo hatuna chochote au chombo chochote ambacho kina matatizo ya kisera au matatizo mbalimbali ambayo kama kufungiwa ama kuzuiwa kufanya kazi zake bila sababu maalum. Tangu kurejea kwangu Tanzania mwaka 2023, kusema kweli nimeona kwamba kazi ambazo nimekuwa nikizifanya za uandishi wa habari nimekuwa nikifanya bila mashaka yoyote. Nakumbuka Rais Samia alipoingia madarakani mwaka 2021, miezi michache tu baadaye nilipata fursa ya kuzungumza naye, kufanya naye interview, na kusema kweli nilipomsikiliza na mipango yake katika tasnia, ilikuwa ni moja ya vitu ambavyo vilinishawishi kuweza kurudi nyumbani ili kuleta uzoefu wangu na kufanya kazi hapa nyumbani Tanzania. Nimekuwa kwenye mambo ya habari mtandaoni kwa miaka mingi, kuanzia mwaka 2012, lakini ukiniuliza katika miaka hii 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, nimeona ukuaji mkubwa sana kwa kibiashara. Naweza nikasema wakati uliopita kidogo ni wakati ambao nikiulinganisha na wa sasa, ukuaji naweza nikasema umekuwa mkubwa sana wakati huu, na sio kwangu mimi tu, hata kwa watu wengine, hata wasio wa habari. Kwa mfano, tulikuwa tunafanya research hivi karibuni, tukagundua pia makampuni mengi ya kibiashara yalikuwa yamewekeza pia hata kwa wachekeshaji ambao pengine hawakuwa na majina makubwa sana, lakini kazi zao mitandaoni zimekuwa zikionekana. Kwa hiyo unakuta makampuni ya kutengeneza simu yanawekeza kwao. Ajira zimezalishwa nyingi sana kwenye hicho kiwanda ambacho pengine sio rasmi. Kwa simu yake tu ya mkononi anaweza akaonesha uwezo wake akafika mbali sana. Uhusiano wa kimataifa. Mapema kabisa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, alitangaza kuimarisha uhusiano wa Tanzania na mataifa mbalimbali duniani, akitambua kuwa kuna faida nyingi za Tanzania kushirikiana kimataifa. Amehudhuria mikutano lukuki na kukutana na viongozi mbalimbali duniani bila kuchoka, huko kote akitangaza diplomasia ya uchumi ya Tanzania, akihakikisha kila aina ya fursa ambayo Tanzania itanufaika nayo inatumiwa ipasavyo.
Imekuwa miaka minne ya kung'ara kwa Tanzania kimataifa. Royal Tour alipoifungua nchi, sisi vyumba hatukuwa na vya kutosha. Tulisema katika ilani wageni 500,000, lakini tukajisahau kwamba je, vyumba 500,000 kwenye mahoteli tunavyo? Je, tuna magari ya kuwapeleka kwenye mbuga za wanyama? Hawa watakao kuja hawaji kwa mara moja, lakini wanakuja kwa nyakati mbalimbali. Lakini pia amejikita kwenye utalii wa mikutano. Mmeona summit ile iliyofanyika. Summit ile mimi kama waziri wa mambo ya nje pamoja na timu yangu nzima ya Wizara ya Mambo ya Nje imetupa mtihani mkubwa sana. Na ni mtihani wetu wa mwanzo na naweza kusema tumefaulu vizuri. Namshukuru Mungu na tunamshukuru yeye kwa imani yake kwetu sisi tumefaulu vizuri. Hii ni mara ya kwanza marais 25 kuja kwa wakati mmoja na VIP 15. Kwa hiyo ukichukua VIP yani wale wakuu wa mashirika na marais yani wakuu wa nchi unapata wote jumla 40. Sisi hatukuwahi kupokea wageni wa hadhi hiyo tokea historia ya Tanganyika pamoja na Zanzibar na baadaye muungano Tanzania kuzaliwa, hatujawahi kupokea historia hiyo. Moja hapo jingine katika mwaka huu uliofanyika kubwa ni Mheshimiwa Rais kualikwa katika mkutano huu wa G20. Miongoni mwa wakuu wa nchi wachache kabisa wa bara la Afrika alioalikwa katika mkutano. Kwetu sisi wa Tanzania hii ni heshima kubwa sana. Mheshimiwa Rais wa China Xi Jinping amemwambia Mheshimiwa Rais kwamba sisi tunahitaji soya, haya maharagwe ya soya yanaitwa soya, tani 1,000,000. Sisi mpaka sasa hivi uwezo wetu ni 180,000 tu. Bado tuna deficit ya 820,000 kupeleka nchini China. Soko liko tayari, bei ni nzuri. Kwa hiyo ni muda sasa hivi wa Tanzania kujitayarisha. Kahawa sisi tuna export tani kama 40,000. Lakini demand ya dunia kwa kahawa ya Tanzania, kwa sababu kahawa ya Tanzania ni grade namba 1. Na ndio maana umeona mkutano huu wa kahawa umekuja kufanya hapa. Kahawa inayotakiwa yote duniani kwa upande wa Tanzania ni zaidi ya tani 500,000, yani 500,000 tani. Lakini sisi uwezo wetu tuko 30,000 mpaka 40,000. Kwa hiyo bado kuna gap kubwa sana ya kahawa. Mazao yalikuwa yana demand kubwa kuliko vile tunavyoweza kusupply, kuliko tunavyoweza korosho. Yote haya yametokana na Mheshimiwa Rais kuzunguka, kufanya mikutano ile ya kibiashara, kufanya mikataba ile mikutano ya kibiashara pamoja na business forum. Awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefungua nchi yetu sana, hususan katika upande wa kuleta na kuongoza hosting mikutano mikubwa ya namna hiyo katika nchi, lakini pia katika kanda na ile ya kimataifa. Tumeshuhudia utitiri wa mikutano ikija Tanzania. Kwa kweli tuendelee kuipongeza awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kikubwa ambacho mimi ni ambaye napewa nafasi ya kuendesha mikutano kama hii nimeendelea kukishuhudia ni pamoja na kuona ubora, quality ya watu wanaohudhuria katika mikutano hii. Zamani ulikuwa ukiona matukio mbalimbali lakini watu ni wale wale. Agenda zinaenda kuwa kama zile zile. Lakini sasa hivi maboresho ambayo tunayaona kwa kweli kwenye mikutano ambayo inasababisha pia kuendelea kuvutia mikutano mingine ni kwamba tuangalie tena quantity, tunaangalia quality ya mikutano kuanzia maandalizi, lakini content unakaa unasema kweli mkutano huu umejadili na kutoka na kitu. Moja ya kazi kubwa zilizofanywa na serikali ya awamu ya 6 ni kuvutia uwekezaji na kuimarisha sekta binafsi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani alitangaza dhahiri kuwa Tanzania sio kisiwa na kuahidi kuifungua nchi. Haya hayakuwa maneno ya kujifurahisha ama danganya toto. Alielekeza vikwazo vya uwekezaji viondolewe na yeye mwenyewe akaongoza kampeni ya kuwaita wawekezaji wa ndani na nje nchi kuwekeza mitaji na kuwekeza Tanzania. Jitihada hizi zimefanikiwa kuongeza thamani ya uwekezaji kutoka dola za Marekani bilioni 3.3 mwaka 2021 hadi kufikia dola za Marekani bilioni 9.3 mwaka 2024, na kubwa zaidi ilikuwa ni 50% ya uwekezaji ukiwa umefanywa na Watanzania wenyewe na 50% ikiwa ni uwekezaji wa ubia, yani wa Tanzania na wageni. Katika kipindi kifupi, uzalishaji wa ajira umekuwa zaidi ya ajira milioni 8 zilizoelekezwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Uwekezaji huu umeleta matokeo makubwa katika kuongeza tija, lakini pia
kuimarisha ustawi wa jamii. Zaidi ya hapo, umeongeza mapato kupitia mamlaka ya mapato Tanzania TRA, ambapo nchi imetoka katika ukusanyaji wa shilingi trilioni 1.47 hadi kufikia makusanyo ya shilingi trilioni 3.2 kwa mwezi mmoja. Katika kumpima kiongozi mafanikio yake na changamoto zake, tunazingatia mambo makubwa manne. Jambo la kwanza ni uwezo wake wa kuhakikisha kwamba nchi na serikali ipo tulivu. Hiyo ndio jambo la kwanza la kiongozi, na hakuna shaka kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza alipokea nchi katika mazingira magumu. Nchi yetu katikati ya safari iliondokewa na kiongozi mkubwa Dr. John Pombe Magufuli, na Mheshimiwa Dr. Samia akarithi hapo. Kwa hivyo kulikuwa ni kipindi cha mpito, kipindi kigumu. Katika nchi nyingi sana duniani mazingira yanayotokea kama hayo, nchi huyumba. Lakini Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alifanikiwa kuituliza na kuibakisha nchi yetu kuwa salama katika kipindi kigumu. Tunamshukuru Mungu kwa jinsi alivyoweza kumwezesha. Lakini pia serikali, katika kipindi kama hicho serikali duniani huwa zinayumba, serikali yetu iliendelea kuwa tulivu, na Mheshimiwa Rais alipokea serikali akaiendelea nayo, ameweza kufanikiwa kuituliza. Kwa hivyo katika kigezo cha kwanza ambacho ni muhimu sana kwa kiongozi yoyote ni utulivu katika nchi, utulivu katika serikali. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ili alifanikiwa nalo sana. Lakini la pili ni kutambua na kuendeleza mambo mema yaliyokuwepo. Viongozi wengi sana duniani anapoingia madarakani ni kana kwamba huanza upya na kuona kwamba yaliyopita yote aliyofanya mwenzake kwa kweli hayakuwa ya maana. Kwa hivyo unapompima kiongozi ni uwezo na ujasiri wa kuweza, moja, kutambua, lakini pili, kuendeleza mambo mazuri na mema yaliyokuwepo katika kwa aliyomrithi. Hakuna shaka kupitia kauli yake ya kazi iendelee, Mheshimiwa Dr. Samia amefanikiwa kuendeleza mambo mazuri yaliyokuwepo katika awamu ya 5, ikiwemo kwa mfano kuendelea kujenga miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Hakuna ambacho kilisimama, yote yaliendelea. Lakini jambo la tatu kubwa ambalo alirithi na kuendeleza ni kuendelea kutoa elimu bila ada kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4. Lakini akapiga hatua zaidi, akaamua na kuongeza kidato cha 6. Kwa hiyo nchi hii ya Tanzania watoto wetu wanasoma kuanzia elimu ya awali all the way mpaka form 6 bila kulipa ada. Hili ni jambo kubwa sana, kwa sababu maana yake ni kwamba ameweza kuokoa fedha za Watanzania ambazo zilikuwa wakalipia tao ada, zimebaki mifukoni mwao, na kuongeza uwezo wa kufanya manunuzi, uwezo wa kufanya mahitaji mengine. Hili ni jambo kubwa ambalo ni lazima tuliambue, ni jambo la maana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kubaini changamoto zilikuwepo na akaanza kuzishughulikia. Zipi hizo? Zipo nyingi, lakini makundi matatu. Ya kwanza ni swala la uwekezaji. Kidogo wawekezaji katika nchi yetu mpaka kufika mwaka 2020 pale, mazingira yalianza kuwa magumu na wawekezaji wengi walianza kulalamika na hata baadhi yao kuanza kuondoka. Hili alilishughulikia. Lakini swala la pili ilikuwa swala la ajira. Tusisahau kwamba nchi yetu kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2020, kwa sababu zilikuwa kipindi kile serikali ilikuwa iajiri, kwa sababu tulikuwa tunaelekeza fedha kwenye miradi mingi mikubwa, na kulikuwa malalamiko mengi sana kwamba serikali haiajiri na watumishi wakawa wamepungua sana. Dr. Samia Suluhu Hassan, kutokana na mazingira magumu ya kiuchumi yaliyokuwa kutokana na COVID, aliamua kuruhusu ajira. Katika kipindi chake cha miaka 4 hii ameshaajiri watumishi wa serikali, watumishi wa umma 139,223. Hiyo ni mpaka kufika mwishoni mwa mwaka 2024 Julai, yule mwaka wa fedha, na tulipanga katika bajeti ya mwaka 2024-2025 kuajiri watumishi 45,000. Kwa hivyo ameweza kufungulia ajira katika serikali, ameisaidia serikali kwenda kufanya kazi yake vizuri, lakini pia ametengeneza fursa za ajira kwa kiwango hicho. Jambo la mwisho ambalo unampima kiongozi ni uwezo wake wa kuanzisha mambo mapya. Na kuna shaka kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka 4 tu, licha ya kuendeleza mambo yote yaliyokuwepo, amekuja na mambo yake mapya, na sasa tayari anaandika dira mpya. Utaona kwamba kwenye kilimo amekipa msukumo mpya, ameongeza budget,
kilimo cha umwagiliaji kinazidi kukua zaidi, mambo ya matumizi ya mbolea. Kwa mara ya kwanza wakulima wanapewa ruzuku ya mbolea. Kwa ujumla wake katika miaka minne, kwa vigezo hivyo vinne, utaona kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa. Mwaka 2020 ilikuwa inasajili miradi kwa mwaka 207. Miradi imekuwa ikiongezeka hatua kwa hatua, na mpaka mwaka jana 2024 tumeweza kusajili miradi 901. Kwa hivyo hakuna shaka kwamba tumeweza kupiga hatua kubwa sana. Hivyo hivyo kwa upande wa ajira zimeweza kuzalishwa. Kwa mfano mpaka kufikia mwaka 2024 ajira 137 kwenye miradi mbalimbali ya uwekezaji. Vivyo hivyo kwa upande wa mitaji imeongezeka, sasa tunazungumzia mpaka mitaji ya shilingi dola za Kimarekani bilioni 8.8. Kwa hivyo uwekezaji umezidi kukua, lakini unaweza kuangalia pia idadi ya viwanda ambavyo vinaanzishwa nchini vimeongezeka sana. Katika kipindi cha miaka hii minne, viwanda vikubwa 17 vimeweza kujengwa na kufanya kazi, vyenye uwezo wa kuajiri zaidi ya wafanyakazi 1000 kwa kiwanda kimoja. Kwa hivyo inakwenda vizuri sekta hii ya uwekezaji kwa upande wa viwanda, kwa upande wa kilimo na sekta zingine. Ukiangalia kwa upande wa utalii, tumekwenda sasa hivi tunazungumzia jumla ya watalii 4,266,000. Tunazungumzia mapato yamepanda kutoka bilioni 1 iliyokuwepo mwaka 2020 mpaka sasa hivi tunazungumzia bilioni 4. Kwa hivyo kwa sekta mbalimbali tunakwenda vizuri sana. Kwa hivyo kwa maana ya swali lako, sekta ya uwekezaji inafanya vizuri, na sisi kama watu wa uwekezaji tunaweza kusema kwamba mafanikio makubwa sana Dr. Samia Suluhu Hassan ni katika maeneo yote, na kwa uwekezaji yamekuwa ni mafanikio makubwa kwa miaka yote. Miaka minne ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa miaka ya baraka sana kwa sekta binafsi ya Tanzania, kwani tumeshuhudia makubwa na dira yake katika kukuza sekta binafsi ya Tanzania. Ndani ya miaka minne tunaweza tukapongeza kwa mambo matatu makuu. Moja ni utulivu na amani katika nchi yetu, ambayo imewezesha wafanyabiashara wa Tanzania kuweza kufanya biashara zao na kuvutia wawekezaji na kufanya biashara kwa amani zaidi ukilinganisha na mataifa mengine. Lakini la pili ni marekebisho ya sera na sheria ambazo zinaboresha mazingira ya sekta binafsi nchini, ambazo zimeonyesha dalili zote za kukua katika uchumi. Tumeona katika pato la taifa uchumi wetu ukiendelea kukua katika 5.6%, likifanya vizuri ukiangalia na mataifa mengine jirani, na ameweza kutupitisha katika kipindi kigumu sana, katika kipindi ambacho chumi nyingi za dunia zilikuwa zinadorora pale kukipitia baada ya uviko 19 na vita ya Ukraine. Lakini taifa letu kama nchi Tanzania tumeweza kukaa imara kwa sababu sekta binafsi ilikuwa ni imara, lakini pia kwa sababu ya njozi zake, na hasa katika zile falsafa 4 zake, moja ambayo ilikuwa ni reform, ambayo ndio sisi kama sekta binafsi tumeibeba, na kurebuild, kujenga upya uchumi wetu ambao tumekuwa tukihakikisha unakuwa. Na hilo linatufanya tumeona makuu sana katika sekta tofauti tofauti. Tukiangalia katika sekta ya usafiri na usafirishaji, pale bandarini tunaona kabisa sasa hivi idadi ya mizigo bandarini imekuwa takriban 20.3, au ukilinganisha na mwaka ulioingia 2021 mpaka 2024. Lakini pia tunaona kontena ambazo zinapita pale bandarini zinakuwa kwa ukubwa sana, katika takriban kwa 12%. Sasa hii inaonyesha kwamba tunavutia sana, tumeifanya Tanzania imekuwa ile logistic hub ambayo tunatamani kama sekta binafsi. Lakini pia Mheshimiwa Rais amekuwa ni champion mkubwa kuhakikisha kwamba hayo mazingira yanakuwa wezeshi. Lakini pia tumeshuhudia Mheshimiwa Rais akiongoza falsafa ya diplomasia ya uchumi, ambao sisi kama wafanyabiashara wa Tanzania tumekuwa kipaumbele. Mheshimiwa Rais mara kwa mara akati akisafiri amekuwa akiambatana na wafanyabiashara. Hii ni kufungulia fursa kwa hao wafanyabiashara, na tumeshaanza kushuhudia kampuni za Kitanzania sasa hivi zikitoka katika mipaka ya Tanzania na zikiwekeza katika nchi jirani, nchi ambazo hapo za awali ilikuwa ni ngumu sana kuingia. Lakini sasa hivi sekta binafsi ya Tanzania imeimarika na imeendelea kuwa shindani sana. Lakini pia ameweza kufungua soko huru la Afrika ambao tunalita Africa Continental Free Trade Area. Ni kwamba sasa hivi kampuni za Kitanzania zinaweza zikauza popote pale Afrika kwa takribani watu bilioni 1.3
za soko la Afrika. Hii yote inaashiria kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa champion katika kukuza sekta binafsi ya Tanzania, katika kuimarisha ushindani wake ndani na nje ya Tanzania, na sisi kama sekta binafsi tunaamini miaka yake hii ambayo amekuwa kuongoza na ambayo ataendelea kuongoza, sekta binafsi ya Tanzania haitashikika hapa barani Afrika. Tutaongoza katika kukuza uchumi, tutaongoza katika kuajiri watu, lakini pia tumeshuhudia ulipaji wa kodi ukikua na unatokana kutoka sekta binafsi. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa miaka 4 ya uongozi wake, na tunatarajia kuona manufaa makubwa katika sekta hii. Sote ni mashahidi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni mcha Mungu na siku zote amemtanguliza Mungu mbele, na ameshirikiana kwa karibu na viongozi wa dini katika shughuli zake na kupokea mawazo yao. Viongozi hao wa dini wameiona vipi miaka 4 ya uongozi wake? Awamu ya 6 imejenga misingi ile ile na kuiboresha zaidi. Napenda kusema wazi kabisa kwamba hatujapata usumbufu wowote. Kwa hiyo ni awamu ambayo tunapenda kumshukuru Mungu kwa sababu ni awamu ya kipekee sana, na nasema ya kipekee kwa sababu pia hata kuja kwake kulikuja kipekee. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya kazi kubwa sana. Imekuwa sikivu na mama amekuwa msikivu na ametoa nguvu kubwa kupita kiasi kuhakikisha kwamba amani katika nchi hii inajengwa kwa nguvu mpya na kwa ari mpya. Haya ni mambo ambayo ameyasimamia sana kiasi cha kwamba sisi tumepata nafasi na wepesi na urahisi wa kuweza kushughulikia swala la amani katika nchi yetu. Kiasi cha kwamba mafanikio makubwa sana mpaka sasa hivi, kama unavyoona nchi yetu tunaita kwa majina mengi. Tunaweza tukaita kisiwa cha amani, tunaweza kaita kitovu cha amani, tunaweza kaita kimbilio la watu, kwa sababu ni mahala ambapo pana amani na utulivu. Lakini viongozi wetu wa juu kama rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akisaidiana na rais wa Zanzibar pamoja na wasaidizi wao wengine wote, makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri na wengine wote ambao wako chini ya uongozi wa mama yetu, kwa kweli tunaweza kwanza tukawapongeza na kuwashukuru kwa kutupa nguvu ya kuweza kutupa nafasi ya kuhubiri amani kwa nguvu zetu zote katika misikiti, katika makanisa, katika hafalati mbalimbali, yani katika shughuli mbalimbali za kidini ambazo sisi tunasimama. Wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunafanya kazi yetu bila ya wasiwasi. Awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haikuitupa sekta ya burudani na michezo. Humu zimeandikwa historia nyingi ambazo hazikuwahi kutokea tangu uhuru: ujenzi wa miundombinu, mafanikio makubwa ya timu zinazowakilisha nchi kimataifa, kuongezeka kwa ubora wa ligi na wachezaji wetu, na kukua kwa ubora wa kazi za sanaa kulikochagizwa na kuanzishwa kwa mikopo ya wasanii. Wenyewe wanasemaje? Kumekuwa na ongezeko kubwa sana la bajeti ya wizara na taasisi zake kutoka bilioni 38 mpaka bilioni 280. Hili ni badiliko ambalo kwa kweli ni kubwa sana na ni la kihistoria. Haijawahi kutokea wizara hii kuexperience kupata bajeti kubwa namna hiyo. Hii maana yake ni kwamba sasa utekelezaji wa shughuli za michezo utakwenda vizuri sana, kwa sababu tayari tunayo fedha ya kutosha. Bajeti imeongezeka kwa asilimia zaidi ya 1000. Mafanikio ya sekta ya michezo nchini ni makubwa sana, kwa maana ya timu zetu zinafuzu, zinakwenda kushiriki mashindano ya Afrika, zinakwenda kushiriki mashindano ya dunia, zinakwenda kushiriki mashindano ya nyanja mbalimbali, kwa sababu kuna mchango mkubwa wa serikali katika kuziwezesha timu, kwa sababu maandalizi ya timu yanahitaji fedha nyingi sana. Na ndio katika kipindi hichi pia tumeshuhudia timu zetu za taifa zikishiriki mpaka mashindano ya kombe la dunia. Timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 17 ilishiriki mashindano ya kombe la dunia nchini India. Timu ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu amputee imeshiriki mashindano ya kombe la dunia nchini Poland. Lakini tumeshuhudia upatikanaji wa medali za kimataifa kwa mashindano ambayo kwa miaka zaidi ya 10 hatukuwa tumewahi kupata medali. Na hayo ni mashindano ya Jumuiya ya Madola. Tulipata medali 3 mwaka 2022, na mashindano ya Afrika mwaka 2023 tulipata medali 3. Na yenyewe mashindano yote mawili tulikuwa tujapata medali kwa kipindi kirefu sana. Tumebakiza shindano moja la Olimpiki ambalo na lenyewe tunaamini kwa mapambano na kwa kushirikiana na kamati ya Olimpiki tutakuja na kwenye kupata medali ambayo kwa muda mrefu tulikuwa tujapata.
Katika kutekeleza falsafa ya Mheshimiwa Rais kwenye mambo ya 4Rs, kuna jambo kubwa la maridhiano. Watu walijua wengi kwamba Baraza la Sanaa la Taifa ni baraza la kuwafungia wasanii. La hasha. Baraza la Sanaa la Taifa lipo kwa ajili ya kukuza, kuendeleza sanaa nchini Tanzania, kuwapa miongozo wasanii. Kwa hiyo kwenye 4R maridhiano kati ya BASATA na wasanii yamekuwa ni hali ya juu. Sasa hivi wasanii wanaona pale Baraza la Sanaa la Taifa kama ni nyumbani kwao. Muda wote wanakuja. Baraza la Sanaa la Taifa linawapa miongozo, halikimbilii kuwafungia tu. Kwa hiyo hilo ni kubwa. Kwa hiyo kisaikolojia hilo ni kubwa. Kwa hiyo leo ni furaha ya kipekee kwa Mheshimiwa Rais wetu katika kipindi chake cha miaka minne amewezesha kubidhaisha sekta hii katika taasisi mbalimbali za kifedha. Kufanikiwa kutoa mikopo ya shilingi bilioni 5.6 kwa miradi ya sanaa 372. Halikadhalika pia mfuko huu umezalisha ajira 144 pamoja na 950. Mfuko wetu huu umewezesha kutoa mafunzo kwa wajasiriamali, wasanii na kuwafikia washiriki 11,475 katika mikoa 19 ya Tanzania bara. Halikadhalika mfuko huu umehamasisha ununuzi wa vifaa kwa studio 149 na vile pia umeweza kuzalisha nyimbo za audio 244 pamoja na nyimbo za video 171. Ukiangalia ndani ya hii miaka minne imeturahisishia sisi kucooperate na wachekeshaji kutoka nje ya nchi kirahisi sana, kwa sababu umekuwepo urahisi mkubwa sana wa sisi kualika na wale wachekeshaji kuingia nchini kirahisi. Namba moja. Namba mbili, ndani ya nchi sisi wenyewe imekuwa rahisi sana kwa wachekeshaji wapya, kwa generation mpya kupokelewa, kwa sababu majukwaa yaliyoanzisha yamepewa nguvu na serikali kwa sehemu kubwa sana. Ukiangalia usajili wa BASATA, bodi ya filamu umekuwa ni kitu kirahisi sana kwa wachekeshaji, hivyo imewapelekea wachekeshaji wengi kuona kuwa rasmi ni jambo rahisi, na ukishakuwa rasmi lazima utazingatia kuendelea kufanya zaidi ili uweze kuiona kama ajira yako ni kitu ambacho unakiheshimu. Kwa sisi serikali inapotoa endorsement ya kufanya wachekeshaji wakawa rasmi ni ajira ambayo inatambulika na serikali, inapelekea wachekeshaji kuwa serious kwenye kazi na hivyo kipato kuongezeka. Amesaidia vitu vingi sana katika uongozi wake. Leo kuna mambo mengi ambayo yako rahisi. Wasanii tunaangaliwa kwenye jicho la tofauti sana. Kuna kipindi mama alitoa mikopo ya wasanii kuweza kujiwezesha kwenye kazi ambayo hatakuwa hivyo katika awamu zozote. So naweza nikasema kwamba sanaa mimi naiona mbali sana. Wakati mimi nacheza miaka ya 80, qualification au kufuzu kwenda AFCON ilikuwa jambo nadra sana. Lakini toka mama ameingia, qualification imekuwa kama jambo la kawaida tu. Labda sasa tunaanza kufikiria kutoka kwenye group stage jinsi ya kwenda mbele, robo finali, finali na kuchukua kombe. Lakini kuqualify imekuwa tena si swala. Ukiangalia vilabu, sisi ilikuwa ukicheza na vilabu vya kaskazini kule Misri, Libya, Algeria, ilikuwa ni mtihani mkubwa sana. Lakini toka mama ameingia, ameweka fedha kwenye goli la mama, vijana wamejitahidi. Sasa hivi Libya, Algeria, Morocco kuja hapa nyumbani na kufungwa limekuwa jambo la kawaida. Kwa wananchi wa Tanzania, mambo ni mengi na ushuhuda ni mkubwa. Miaka minne ya kazi iendelee haikuwa miaka ya kazi mafichoni. Kazi zimefanyika machoni mwa watu, machoni mwa Watanzania. Matokeo yamewagusa watu, yamewagusa Watanzania. Kazi zimegusa sekta ya afya, elimu, maji, usafirishaji na nyingine nyingi, kwa ujenzi wa miundombinu ya majengo, barabara, miradi ya maji, umeme, kuongeza upatikanaji wa dawa, kuongeza idadi ya watumishi na mengine mengi. Hebu tuwasikie wananchi wenyewe wanasemaje. Mwanzo tulikuwa tunapata changamoto kubwa sana katika jengo ambalo lilikuwa mwanzo. Tulikuwa tunalala wazazi zaidi ya 3, lakini kwa sasa huduma imeboreshwa zaidi. Jengo ni kubwa, nafasi inatosha. Tunaweza kulala mzazi mmoja mmoja kila kitanda na huduma imekuwa bora zaidi. Niko hapa kushukuru kuhusu ujenzi wa haya mabweni, kwa sababu imetufanya sisi watoto wa kike kujiamini katika kutafuta elimu kwa bidii, na pia ujenzi wa majengo haya yametufanya wanafunzi wa Mlundikwa Sekondari kupata ujasiri na pia kutupa mazingira rafiki ya
meet masomo yetu kwa wakati sahihi. Sikuwa na chochote cha kuweza kuofa ili kuweza kupata mradi huu. Kwa hiyo nilikuwa ni mchuuzi wa samaki, nilikuwa nauza visamaki kwa mtaji wangu kidogo nilokuwa nao ambao ulikuwa ufiki hata $100,000, lakini Mheshimiwa Rais akaweza kutuamini vijana, akatupa mkopo. Namshukuru Mungu, sasa hivi tumeweza kuvuna kwa awamu ya kwanza, na sasa hivi tunaelekea kwenda kupanda kwa awamu ya pili. Kadri tunavyokwenda, mradi unazidi kutunufaisha, unatutoa kwenye kuwa tegemezi kama tulivyokuwa zamani. Sasa hivi tunaweza kuendesha maisha yetu. Awamu ya 6 mabadiliko hapo ni makubwa kwa upande wa kilimo cha zabibu. Kwanza kwa mwaka huu tumevuna kwa wakati, na pia wakulima tumelipwa kwa wakati. Kwa hiyo kwa awamu ya 6, mimi kwa upande wangu mimi kwa niaba ya wakulima wengine, maana ni kama unavyoona hapa asilimia kubwa yote ni mashamba. Na mpaka sasa hivi tunavuna zabibu za mvua, na kati zabibu za mvua hatuuzi, mara nyingi zinaozea shambani. Tunashukuru kwa uongozi uliopo, umetupigia hatua kubwa sana kwenye kilimo cha zabibu. Ni mama shupavu na tumeona kazi zake haswa kwenye industry hii ambayo ya biashara za kilimo ambayo ndio mimi nipo. Nimeona utofauti mkubwa, ameweza kurahisisha upatikanaji wa mbolea tofauti na zamani ilivyokuwa. Hata sasa hivi vijana pia wanaanza kuamka kwenye swala la kilimo, wameanza kuona ni swala la muhimu, kwa sababu zamani ilikuwa tu wanaona kama ni kazi ya ziada au ni kazi ya mtu ambaye hajasoma, lakini sasa hivi unaona hata wasomi wanaingia kwenye kilimo. Yapo mengi ya kuyasikia kutoka kwa wananchi wanaoshuhudia miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya ni kwa muhtasari, na mimi ni msimulizi wako Gaston Msigwa, nikiwangamani na tia nanga kwa leo.